wa Tanzania na wana Afrika Mashariki wengi wamekuwa wakipapenda zaidi na zaidi kwa maana wanapatikana wale ambao wamepewa dhamana ya kuyasemea yale ambayo tumekuwa tukitaka kuyafahamu sana. Naam, hali ya mvua imekuwa changamoto kidogo, na katika mazingira ya kawaida Dar es Salaam, maeneo ambayo yalikuwa ndiyo njia za maji, unaweza kumkuta mtu kauziwa kiwanja siku nyingi tu, kajenga jengo lake pale, lakini mwingine anakakata kajiukuta pale, hataki watu wapite, maji yanapoteza mwelekeo. Mapafu ya maji ya jiji ya Dar es Salaam ni Jangwani, na tayari pale kuna miundombinu ya mabasi yaendayo kasi yashajengwa. Yaani kumekuwa kuna tafulani. Lakini tuyaache hayo kwa sababu mimi naweza nikadondosha chozi. Turudi katika masoko. Mvua na masoko yetu mengi, mimi nasikitika sana. Nimekuwa nikiangalia kwenye filamu mbalimbali, Jackson yuko sokoni, yani ile soko si kwa sababu la filamu nzuri kwa kweli. Mara unamuona Schwarzenegger kakimbiza na majambazi, kakimbilia sokoni. Soko nzuri kwa kweli. Kwa katika mazingira ya kawaida, masoko yetu hususan Ilala, mahali ambapo nyinyi mnatokea, yana ubora kwa kiwango gani? Karibuni. Asante ndugu mtangazaji. Zembwela. Naam, karibu dada Tatu. Asante kakangu. Ninachoweza kusema masoko katika manispaa ya Ilala yako katika hali ya kawaida. Nasema katika hali ya kawaida kwa nini? Manispaa ya Ilala kama ambavyo tunasema iko katikati ya jiji la Dar es Salaam, na inatoa tafsiri ya muonekano wa jiji la Dar es Salaam. Masoko mengi katika eneo letu la manispaa ya Ilala ni masoko ambayo yamejengwa muda mrefu. Kipindi kile idadi ya wakazi katika jiji la Dar es Salaam ikiwa ni ndogo, lakini kutokana na ongezeko, wote ni mashahidi, masoko haya sasa kwa muonekano wake yamepitwa na wakati, kwa maana yanahitaji sasa kuwa katika ubora ambao utaendana na ongezeko la watu, kwa sababu tunaposema ongezeko la watu, ndani yake humo kuna wafanyabiashara. Kwa hiyo na masoko haya yanakuwa na ongezeko la wafanyabiashara. Kwa hiyo yako katika hali ya kawaida, kwa maana miundombinu iliyoko sasa haikidhi mahitaji ya wakati huu. Kwa hiyo ndio tunachoweza kusema kwamba ni ya kawaida, na kwa sababu yamezidiwa siku changamoto mbalimbali. Changamoto kubwa katika masoko haya ni miundombinu. Miundombinu imezidiwa, na wote ni mashahidi, tumekuwa tukipokea malalamiko. Baadhi ya malalamiko tumeweza kuyafanyia kazi, yale ambayo yanahitaji hatua za haraka ambayo yapo ndani ya uwezo wetu, lakini yale mengine ambayo yanahitaji hatua ambazo zinahitaji muda mrefu tumekuwa tukienda nayo na ni matarajio yetu, kwa sababu katika utoaji wetu wa huduma ni dhamira tukiwa kama ni sehemu ya serikali kutoa huduma ambazo zinaendana na viwango tarajiwa. Kwa hiyo tunakuwa na mipango ambayo tunaidhamiria katika kuhakikisha kwamba masoko haya sasa yanaendana na hali halisi, kwa maana kuwa masoko bora ya kisasa yanayotoa huduma ambayo inamridhisha kila mmoja ambaye anakwenda kwenye eneo hilo kwa ajili ya huduma. Afisa masoko, kwa faida ya wasikilizaji wangeweza kupenda sana kujua, unapomsikia afisa masoko kazi zake ni zipi hasa, ili waweze kuwatafuta katika lile ambalo wataweza kuzisikia. Lakini katika hili, wakati unaziainisha zile kazi zako kwa manufaa ya wananchi wa kawaida, hebu tusaidie. Masoko mengi sana yameezekwa kwa viroba, yani ni jengo moja tu unalikuta ndio limeezekwa kwa bati, lakini eneo kubwa la soko ni viroba, manylon, bidhaa zimewekwa chini. Takataka ndio imekuwa changamoto moja kubwa sana. Mimi neno changamoto huwa nalibadilishaga, nasema kushindwa. Imekuwa ni kushindwa sana na vitu vinafanana kama hivyo. Hii tafsiri yake ni nini? Nje ya Bitabu Shaibu ambaye yeye ni msemaji wa manispaa, kwako kama afisa, karibu. Asante mtangazaji. Kwa kwanza, mimi kiwa kama afisa masoko, kazi yangu kubwa ni usimamizi wa shughuli zote ambazo zinafanyika katika masoko yetu ya halmashauri ya manispaa ya Ilala. Masoko yetu kama alivyosema afisa habari kwamba masoko yetu ni ya zamani.
Kwa hiyo kuna changamoto nyingi ambazo tunapambana nazo katika mambo ya uongozi na katika usimamizi, lakini tunajua kwamba hizi changamoto nyingi zinajibua kwa sababu watu wamekuwa wengi kwenye masoko kuliko yaani masoko yamekuwa finyu kulingana na idadi ya watu ambao wanataka kuhudumia. Kwa hiyo ambacho tumejaribu kufanya, tumejaribu kuangalia namna gani hizi changamoto kwanza kuzitatua. Kwanza napenda kumshukuru rais wetu Dr. John Pombe Magufuli kwa kutuwezesha kutupatia pesa ili tuanze kujenga soko letu la mjini ambalo ni soko la Kisutu. Tumepata pesa kutoka Wizara ya Fedha shilingi bilioni 13, lakini tayari bilioni 2 zimeshakuja kwenye akaunti zetu. Lakini pia katika hizo hela zimepatikana shilingi 1.9 bilioni ambazo katika kuboresha machinjio ya vingunguti. Kwa hizo ndio hatua za kwanza, na tumeshafanya mikutano na watu wadau wa soko la Kisutu, na mkandarasi baada ya muda mfupi sana ataingia kazini aanze kujenga. Na katika makubaliano moja hapo ni kwamba soko lile kwa sababu linahitajika sana atajenga kwa miezi 18. Kwa hiyo hayo ni katika kujaribu kutatua changamoto ambazo ni kubwa, kwa sababu ukirudi kwenye kwa sababu watu wameshakuwa wengi, matatizo ni mengi, lakini yote ni kwa sababu kwamba nafasi na sehemu ya kufanyia biashara imekuwa ndogo. Kwa hiyo kila mtu anatengeneza lake analojua. Kwa hiyo tukishajenga masoko haya, kwa mfano tukaanza la Kisutu, baadaye litafuata la Buguruni, afu litafuata na Ilala, ndio masoko ambayo makubwa. Tunahakika tulikuwa tumetatua kwa sehemu kubwa sana changamoto ambazo zinakabiliana nazo. Majengo, baadhi ya masoko yamekuwa yakijengwa majengo ya ziada, yani lile jengo la zamani na linaongezwa la ziada, lakini inachukua muda mrefu sana kukamilika. Lakini baadhi ya masoko yamekuwa yana majengo mapya, lakini bahati mbaya mpangilio wa yale majengo mapya bado unaachwa. Yani kosa hili linafanyika kama upande wa ardhi. Kila panapoanzishwa makazi mapya, bahati mbaya watu wa ardhi hawafiki wao wa kwanza kuchonga barabara, kuainisha maeneo ambayo wataweza kukaa shule, nyumba za ibada, kuainisha miundombinu ya maji na umeme, alafu watu ndio waje wajenge. Watu wanajikatiaga vipande tu, mwenye eneo anamkatia huyu nyumba yake imeelekea kaskazini, huyu nyumba yake inaelekea kusini, choo cha huyu kiko kwenye mlango wa kuingilia, vururu. Yani kadri elimu yake inavyozidi kwenda, badala ya kukua, bado tunarudia makosa yale. Ukichukulia mfano maeneo mengi ambayo yamekuwa mapya, yakisha kamilika huachwa na kukabidhiwa watu wa soko hilo. Wakishapewa vizimba 2, 3, 4, 5, baadaye mwingine kizimba kiko hapa kaongeza mbao huku, kizimba kiko hapa kaongeza nailoni kwa mbele. Yani ukipiga kuna kifaa kimoja tunakiita drone. Ukirusha drone ukapiga picha masoko yetu kwa juu, unaweza kujua kambi ya wakimbizi wakati soko liko mjini hapa. Hii hali ya usimamizi usiokuwa wa kina na wa kuridhisha unatokana na nini? Labda ni kwa ulichoniuliza mtangazaji, labda tuseme hivi, najua masoko mengi ambacho baada ya kuingia mimi nimejaribu kuhakikisha karibu kila masoko yanakuwa yana uongozi, kwa sababu si tu kumpeleka meneja ambaye ametoka halmashauri kusimamia, lakini pia wao wenyewe wao na uongozi wao katika soko. Ukishaweza kuweka viongozi wao, kwa mara nyingi unakuwa unaongea na mwenyekiti, katibu na ile top 5. Kwa hiyo inakuwa rahisi kupanga mipangilio ambayo unataka wewe. Kwa sababu kwa mfano hata walivyosema masoko mapya, sometimes unakuta soko ni jipya ambao pembezoni uko labda Chanika, unakuta au Zingiziwa. Wananchi ile sehemu wanaitaka, lakini kutengeneza lile soko linahitaji pesa nyingi. Unachokifanya, unamchukua afisa ardhi, quantity surveyor, wote ambao na valua, tunaenda kupima ile soko, tunatengeneza ramani. Kwa hiyo wananchi wakija kupitia uongozi ambao wanakuwa wao, tunaambia kwamba hata ukitaka kujenga kizimba chako inabidi kiwe katika standard fulani ambao vyote vinakubalika. Kwa hiyo sisi tunatoa ramani ambayo tunaisimamia. Badala ya kujenga wao wenyewe kama siku za nyuma, tunatengeneza ramani, tunawapa.
wanabakiza zile sehemu kubwa kubwa ambayo ni kutengeneza mashedi, ndio halmashauri zinatengeneza. Kwa sasa hivi kupitia uongozi wao ule ujenzi wa ovyo ovyo tumejaribu kusimamisha, kwa sababu kwanza ukijenga tunakupa mkataba ambao unasema unajenga, unatumia, unakabidhi. Kwa hiyo baada ya pale unaweza kwamba umejenga, gharama zako tunakuja kuvalidate shilingi ngapi, tunakupa mkataba. Labda baada ya miaka 5 kile kizimba kinarudi katika kinakuwa mali ya halmashauri. Kwa hiyo tunajenga katika standard ambayo inakubalika katika masoko yote. Nimeshuhudia vitu kadhaa. Mimi nimebahatika kidogo kutoka ndani ya Afrika, na huko nilipoenda nimejaribu kutembelea vitu vingi ili niweze kujifunza. Moja hapo nimetembelea masoko. Mpangilio wa masoko ya wenzetu, ukizitafuta nyama unazikuta kwenye eneo moja. Ukiwatafuta samaki unawakuta kwenye eneo moja katika mpangilio mzuri. Ukitafuta mboga unazikuta kwenye eneo moja katika mpangilio mzuri. Ukitafuta sijui nafaka unazikuta kwenye eneo. Kwetu kidogo kizungumkuti. Watu wa nafaka wanaweza kukaa hapa 5, 3 wakakaa kwenye nyama, wanyama 2 wakakaa kwenye mboga. Huu mpangilio wa kutokuwepo na maeneo ya kitu kimoja kinachofanania ili kuweza kumsaidia mteja na kuweza kumonita mazingira ya usafi na usalama wa bidhaa husika, kwetu ni mkubwa kiasi gani? Hilo kwetu ni tatizo, kwa sababu kama anavyosema msemaji wa halmashauri kwamba masoko yetu, kwa mfano ukienda soko la Ilala pale kuna zaidi ya karibu watu 3800 na uwezo wa soko kuchukua ni watu 2500. Tulichokifanya, kwa mfano unakuta watu wa karoti tumemobilize kwamba unaviunda vikundi vyao, labda watu wa nyanya chungu wana uongozi wao. Kwa hiyo tunajaribu kuwakusanya pamoja, lakini siku za nyuma wale watu walikuwa kila mmoja anafanya biashara tofauti na ilikuwa ni ngumu sana kuongea nao, lakini kutumia uongozi wao kwa sababu na watu wa karoti na uongozi wenu sehemu yenu ni hapa. Kwa wale ambao unakuta bado labda hawajarudi katika sehemu zile, ni kwamba bado wako katika process ya kurudishwa, kwa sababu soko lazima tuwe katika vikundi mbalimbali, na hiyo inaturahisisha kukusanya mapato. La sivyo hata kufanya usafi hata kufanya nao mikutano inakuwa shida. Ukiwacha tu ukiwa kama soko nyanya, vitunguu vinauzwa hivyo bila kuwa na uongozi wao, kwa sababu kwa mfano karoti wako watu wengi zaidi, watu 150, nazi wako watu 800, mitumba watu zaidi ya 300. Sasa wale watu huwezi kuongea nao kwa pamoja. Kwa hiyo kupitia viongozi wao ndio mambo kama yanafanyika. Tunatafuta sehemu yao, tuna allocate kabisa kwamba wewe kwanza sasa hivi nyewe mtakaa hapa. Na bahati mbaya sana wale watu walishajipanga siku za nyuma. Kwa hiyo tunajaribu kurekebisha, kwa sababu unamtoa mtu katika huu sehemu ambayo alikuwa zamani, tunaweka katika sehemu ambayo wanaendelea kuwa pamoja. Kwa hiyo haikidhi, yani haiko katika ubora huo, ila ndio tumeanza kupeleka kwenye huo ubora. Kama nimekuelewa vizuri, ndio tuko tunaelekea kwenye ubora huo. Nikirudi hapa Bi Tabu Shaibu, wewe utatusaidia sana katika hili kwa sababu ni mama na unaenda sokoni zaidi. Tanzania huku kina baba kwenda sokoni kidogo ni mara chache sana, labda andikiwa kwenye karatasi nyama kilo 2 na nini. Masoko yetu mvua zikinyesha yana tofauti gani na Jalala? Tukirudi utajaribu kutufafanulia yani tofauti yake ni nini?